Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakuja kwa udhamini wa mnuko wa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia, lakini vile vile kwa msaada wa kushughulikiwa tiketi yako ya ndege kuelekea nchi yote duniani kwa gharama nafuu. Unaweza kuwasiliana kupitia namba hizo chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka pamekuwa na kila sababu ya kuashiria wazi kuongezeka kwa hatua za kuelekea kupungua kwa nguvu ya ushawishi wa nchi ya Marekani. Na hili linaweza likaangazwa katika mambo mengi. Kwanza kabisa kwa kile kinachoendelea hivi sasa baina ya nchi ya Iran na nchi ya Oman, kujadiliana kuhusiana na ishu ya mlango bahari wa Hormuz katika mazingira ambayo Marekani ni kama imewekwa pembeni. Bila shaka imekuwa ni miongoni mwa alama muhimu kwa hivi sasa za kuashiria kupungua kwa nguvu ya ushawishi wa nchi ya Marekani. Na jambo hili manake ni jambo ambalo linaweza kuchukuliwa katika uzito wa hali ya juu kwa kuzingatia moja katika sababu ya nchi ya Uingereza kupoteza sehemu ya ushawishi na nguvu yake duniani ni pale ambapo haikuishirikisha Marekani katika movement ya nchi ya Uingereza, nchi ya Ufaransa pamoja na nchi ya Israel walipofanya mashambulizi au walipovamia katika nchi ya Misri kwenye miaka ya 50. Uvamizi wao ambao malengo yalikuwa yako tofauti. Nchi ya Israel yenyewe ilikuwa imelenga zaidi kudhibiti ikiwezekana eneo la Sinai kwa sababu ya ghuba ya Aqaba kuelekea katika ile bandari ya Eilat, ambayo ilikuwa inaonekana kwamba nchi ya Israel ilikuwa haina access ya kuweza kuelekea katika bandari husika. Lakini katika nchi ya Ufaransa na nchi ya Uingereza lengo lao kubwa ilikuwa ni kurudisha vile vile sehemu ya udhibiti wao katika ishu ya mfereji wa Suez Canal. Kwa sababu tu Marekani haikuhusishwa katika hili, kauli iliyotoka katika nchi ya Marekani na nchi ya Urusi ilikuwa ni lazima Uingereza na Ufaransa na Israel watoke katika nchi ya Misri. Ishu kubwa ilikuwa ni kwa sababu tu Marekani hakushirikishwa katika movie hiyo. Kwa hivi sasa maana yake ni kwamba mazingira yaliyopo yanaifanya Marekani ilazimishwe kutokushirikishwa katika ishu ya mlango bahari wa Hormuz, jambo ambalo linaashiria wazi inawezekana ikawa ni kama ile alama iliyokuwa imeashiria kuanguka kwa nchi ya Uingereza, kwa sababu tu ililazimishwa kutoka katika nchi ya Misri na ikafanya kutoka. Na katika mazingira namna hiyo vile vile ni kwamba Marekani hivi sasa kama imelazimishwa kuto kushiriki katika ishu ya mlango bahari wa Hormuz, na vile vile inaonekana kama vile imetii amri hiyo ya kuto kushiriki, amri ya vitendo ya kuto kushirikishwa katika ishu ya mjadala kuhusiana na ishu ya mlango bahari wa Hormuz. Nchi ya Marekani kiujumla ni kama imekata tamaa na ishi ya mlango bahari wa Hormuz, ambao vile vile ni alama muhimu ya kuonyesha kwamba ni kama ushawishi wa nchi ya Marekani umepungua. Na hili inaweza likathibitishwa kupitia sehemu ya mahojiano aliyokuwa akifanywa waziri wa fedha wa nchi ya Marekani Scott Bessent. Moja katika mahojiano yaliyofanyika hivi karibuni, aliulizwa kuhusiana na ishi ya mlango bahari wa Hormuz kwamba je, Marekani imeshindwa kuufungua mlango bahari wa Hormuz? Majibu yake yalikuwa yakiashiria wazi ni kama Marekani imeshindwa. Mwisho alichokizungumza ilikuwa ni kuashiria kwamba ndani ya miaka 2 ijayo huenda pakawa kuna njia mbadala ya kupata mafuta kutoka katika eneo la Mashariki ya Kati, na hasa ikihusisha ishu ya kutengenezwa kwa bomba la mafuta ambalo litakuwa linabeba mafuta kutoka katika eneo la Gulf, maana kupeleka katika upande wa bahari ya Mediterranean, ili watu ikibidi kama ni kuchukua mafuta wanachukulia katika upande wa bahari ya Mediterranean, katika mazingira ambayo inaonekana sababu za msingi ya fikira hiyo maana yake ni kuondoa sehemu ya ushawishi wa nchi ya Iran katika sehemu ya mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile katika sehemu ya ghuba ya Uajemi. Pamoja na kwamba fikira hii ambayo imezungumzwa na Scott Bessent sio fikira mpya, kwa kuzingatia kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu katika siku za nyuma, especially katika kipindi cha mgogoro wa vita ya siku 40, katika moja ya sehemu ya mahojiano alikuwa akifanyiwa na waandishi wa habari baada ya kuonekana kwamba imekuwa ikizungumzwa kwamba huenda akawa amefariki na mfano wake, alipokuja kufanya majadiliano na waandishi wa habari, moja katika maswali muhimu aliyopata kuulizwa ilikuwa ni kuhusiana na ishu ya mlango bahari wa Hormuz kufungwa na nchi ya Iran. Fikra yake mojawapo ilikuwa ni kubadilisha ruti hiyo na kutengeneza pipeline kutoka katika nchi za Gulf kuelekea katika bahari ya Mediterranean na kupitia katika nchi ya Israel.
Katika kipindi kile ilikuwa inaonekana kama vile ni fikra ambayo imetolewa na Waziri Mkuu Netanyahu kwa lengo la kutaka kuongeza nguvu ya ushawishi wa nchi ya Israel katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini kwa hivi sasa kile kinachoonekana ni kwamba ni moja katika fikra mbadala ambayo nchi ya Marekani wanaona kwamba huenda ikatumika kwa lengo la kuitia adabu nchi ya Iran, ambayo inaonekana imekuwa ikitumia ile eneo la mlango bahari wa Hormuz kama ni sehemu ya karata yake muhimu ya kuzitia adabu nchi ambazo ziko kinyume na fikra ya nchi ya Iran. Na eneo la mlango bahari wa Hormuz, Iran siku zote wanakuwa wako wazi kwamba sio tu ni eneo la muhimu katika upande wa jiografia ya nchi ya Iran, lakini vile vile ni eneo muhimu katika upande wa siasa ya kikanda ya nchi ya Iran katika eneo la Mashariki ya Kati na dunia kiujumla. Na fikra ya kutengenezwa kwa njia mbadala haijakomea tu katika nchi ya Israel, lakini vile vile hivi karibuni nchi ya Syria chini ya uongozi wa Ahmed Sharaa, ni rais wa nchi ya Syria, lakini vile vile nchi ya Iraq kupitia uongozi wa waziri mkuu Ali Al-Zaidi, pamekuwa na majadiliano ya kuhuisha sehemu au kuipa uhai tena ile bomba la mafuta la Kirkuk ambayo ilikuwa ikitumika siku za nyuma, lakini kuna kipindi fulani nchi ya Marekani ilishambulia katika bomba husika ambalo lilikuwa linaunganisha nchi ya Iraq na nchi ya Syria kuelekea katika bahari ya Mediterranean. Kwa hivi sasa imekuwa ni sehemu ya mjadala, ikiwezekana kulihuisha tena, kulifanya liwe hai, liweze kuendelea kufanya kazi. Na moja katika nchi ambazo zimegaranti kutoa sehemu au kufanya sehemu ya uwekezaji katika bomba husika ni nchi ya Marekani. Hii inaonyesha wazi kabisa kwamba fikra ya nchi ya Marekani hivi sasa ni kutengeneza njia mbadala baada ya kuonekana kwamba uwezo wa kufungua mlango bahari wa Hormuz ni kama uwezo huo hivi sasa haupo tena katika wizani wa nchi ya Marekani. Hii ni miongoni mwa alama za kuonyesha wazi kabisa kwamba ushawishi wa nchi ya Marekani ni kama umepungua, au kwa hakika umekuwa ukiendelea kupungua. Na hivi sasa tumeshuhudia takriban, ilikuwa ni tarehe 7 ya mwezi wa 8, nchi ya Saudi Arabia, nchi ya Pakistan pamoja na nchi ya Uturuki walisaini document, Maka Agreement. Document ambayo ilikuwa ikiashiria ushirikiano wao katika upande wa masuala ya ulinzi na usalama. Katika taswira ya nje ilikuwa inaonekana wazi kabisa kwamba hii maana yake ni kwamba ni sehemu ya fikra ya nchi ya Marekani kuunganisha nchi ambazo mirengo yake ya fikra za kidini huenda zikawa zinatofautiana na watawala walioko katika nchi ya Iran. Lakini tukiangalia kwa undani zaidi, huenda tukapata picha nyingine isiyokuwa hiyo ambayo tumejaribu kuizungumza hapo punde, kwamba nchi ya Saudi Arabia ni kama vile inaona kwamba Marekani hivi sasa si mshirika wa kutegemewa zaidi katika upande wa masuala ya ulinzi na usalama wa nchi ya Saudi Arabia. Na hii inaweza ikapimwa katika kipimo kifuatacho. Nchi ya Marekani na nchi ya Saudi Arabia walisaini document kwenye tarehe 22 ya mwezi wa 7. Document ambayo ilikuwa inahusiana na swala la nuclear program katika nchi ya Saudi Arabia. Wakati inasainiwa document husika, kile kilichoonekana wazi ni kama fikra mbadala inakuja ya kutengeneza balance of power, ya kutengeneza uwizani wa nguvu ya sawasawa katika eneo la Mashariki ya Kati. Kama nchi ya Iran inaonekana kwamba inafanya nuclear program ambazo mpaka hivi sasa imekosekana njia ya kuweza kuziharibu wala kuziondoa, maana yake katika mazingira namna hiyo lazima nchi ya Saudi Arabia vile vile iwe na sehemu ya nuclear program. Hiyo ndio fikra ambayo ilikuwa iko wazi. Lakini siku moja tu baada ya kusainiwa kwa document husika, Rais Donald Trump alijaribu kuintroduce kitu au kukitangaza kitu ambacho hakipo katika sehemu ya makubaliano yake na nchi ya Saudi Arabia, kwamba makubaliano ya nchi ya Marekani na nchi ya Saudi Arabia kuhusiana na nuclear program yamefungamanishwa na nchi ya Saudi Arabia kuondoa uhasama wake na nchi ya Israel. Katika siku za nyuma inafahamika wazi kwamba nchi ya Saudi Arabia swala la kusaini ile document ya kunormalize, kuondoa sintofahamu yake na nchi ya Israel limefungamanishwa na kupatikana kwa serikali na nchi ya Palestine. Jambo ambalo katika fikra ya nchi ya Israel, especially chini ya utawala wa Waziri Mkuu Netanyahu, kama alivyozungumza takriban siku mbili nyuma, haitawezekana Palestine wao kuwa na nchi. Maana yake ni fikra ambazo ziko tofauti. Kwa hivyo ukiangalia fikra ya Saudi Arabia kuitambua Israel imefungamanishwa na kupatikana kwa nchi ya Palestine.
Lakini fikra ya Marekani kuipa teknolojia nchi ya Saudi Arabia kuhusiana na ishu ya nyuklia, maana yake ni kwa Saudi Arabia kuitambua nchi ya Israel, maana yake kuitupilia mbali ile fikra ya Palestine. Move ambayo kwa mazingira yaliyoko hivi sasa kuna kila sababu ya Saudi Arabia kuweza kushindwa kutii au kutimiza hilo sharti ambalo limekuja kuwa introduce na nchi ya Marekani baada ya kuwa tu wamesha saini document. Lakini mbali na hapo, siku zilizofuatia mbele, Rais Donald Trump akawa anazungumza wazi kwamba programu ya nchi ya Saudi Arabia haitahusisha swala la urutubishaji wa uranium ndani ya nchi ya Saudi Arabia, ambao vile vile ni point iliyoko kinyume na sehemu ya makubaliano yake na nchi ya Saudi Arabia. Inaweza ikaonekana kwamba ni fikra ya kushindwa kwa Rais Donald Trump, kwamba kile anachokihofia ni kwamba makubaliano husika ni lazima yapitishwe katika Congress. Na mpaka kufikia katika hatua hiyo inawezekana ikawa ni baada ya uchaguzi wa mwezi Oktoba, mwezi Novemba katika nchi ya Marekani, ambao kuna nafasi kubwa ya chama cha Republican kikashindwa. Kushindwa kwa chama cha Republican maana yake hata hii document ambayo imesainiwa baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Saudi Arabia huenda vile vile isipitishwe katika baraza la Congress. Kwa hivyo kushindwa kwa Republican huenda ikawa ni kushindwa kwa kwanza kwa Rais Donald Trump, lakini kuzuiwa kwa document ya alosaini na nchi ya Saudi Arabia inawezekana pia ikawa ni kushindwa kwa pili kwa Rais Donald Trump. Kwa hiyo kuzuiwa, kushindwa kwa sehemu mbili inawezekana ndio sababu yeye kuwa ana introduce masharti mapya mbali na kile ambacho ameshakubaliana na nchi ya Saudi Arabia, ili ikiwezekana nchi ya Saudi Arabia iweze kukata tamaa na mpango huo. Kwa hivyo katika upande wa pili, nchi ya Saudi Arabia kuongeza sehemu ya ushirika wake na nchi ya Pakistan na nchi ya Uturuki huenda ikawa ni ishara ya kukata tamaa na mshirika wake ambaye ni nchi ya Marekani, kwamba kile walichokubaliana na nchi ya Marekani kuna nafasi kubwa ikashindikana kutekelezeka. Katika mazingira ya namna hiyo, maana yake nchi ya Saudi Arabia huenda lengo lake kubwa ikawa vile vile ni kutoa salamu kwa nchi ya Marekani kwamba nchi ya Saudi Arabia ina uwezo wa kutafuta fikra mbadala, kwa kuzingatia nchi ya Pakistani ni nchi ambayo ina teknolojia katika upande wa masuala ya nyuklia, bali vile vile ina silaha za nyuklia. Lakini vile vile nchi ya Pakistani 70% mpaka 80% ya silaha zake imekuwa hivi sasa ikinunua katika nchi ya China ambayo vile vile inazingatiwa kwamba ni nuclear power. Katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ni kwamba nchi ya Saudi Arabia ina kila sababu au kila njia ya kuweza kupata teknolojia ya masuala ya nyuklia katika sehemu mbadala mbali na nchi ya Marekani, ambayo ikiwa muundo wake itakuwa imekaa katika muundo huu ambao tumejaribu kuufafanua, tafsiri yake itakuwa ni kwamba ni alama nyingine ya kuashiria kwamba nguvu ya nchi ya Marekani imekuwa ikipungua, kiasi ambacho washirika wake wamekuwa wakitafuta njia mbadala au maeneo mbadala ya kuweza kupata yale wanayohitaji, wakiamini kwamba katika nchi ya Marekani hawawezi wakayapata. Katika siku za nyuma palikuwa kuna ushirika baina nchi ya Japan na nchi ya Philippines. Ushirika wa masuala ya kiulinzi na usalama, lakini ni ushirika ambao ulikuwa una kikomo katika swala la ushirikiano wao. Hawakuwa wamefikia katika masuala ya kushare katika upande wa masuala ya intelijensia na mfano wake, kwa sababu tu nchi ya Marekani ipo katika upande wa kule Japan na mfano wake, kwa sababu kule ina base na vitu kama hivyo. Lakini baada ya kuingia katika mgogoro wa siku 40 baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran, nchi ya Marekani ilichukua hatua ya kuhamisha sehemu ya meli zilikuwa zinapaki katika nchi ya Japan, lakini vile vile kuondoa baadhi ya mifumo kama ya Patriots na THAADs kuipeleka katika nchi ya Israel. Baada tu ya kutokea kwa movu hii, nchi ya Japani na nchi ya Philippines zikaenda mbele zaidi katika ushirikiano wao, maana wake wakaingia katika ushirikiano masuala vile vile ya kiintelijensia, jambo ambalo lilikuwa haliwezekani kwa kipindi ambacho Marekani bado imejikita na mifumo yake mingi ipo katika nchi ya Japan. Lakini kwa hivi sasa kitendo cha nchi ya Japan kuenda mbele zaidi katika masuala ya ushirikiano wake na nchi ya Philippines kufikia katika hatua ya kushare katika upande wa masuala ya intelijensia, manake hii ni moja miongoni mwa alama muhimu vile vile ambayo inazingatiwa kwamba ni washirika wa nchi ya Marekani wameanza kuamini kwamba huenda kuitegemea zaidi nchi ya Marekani katika upande wa masuala ya usalama na mfano wake, inawezekana nchi husika zisiweze kufikia katika kilele. Na hatua hii ya nchi ya Japani na nchi ya Philippines kuingia katika ushirikiano vivyo masuala ya kiintelijensia ni moja katika hatua muhimu ambayo vile vile hata nchi ya China imekuwa ikilalamikia.
Ni kama vile wanakusudia kutanua sintofahamu za mivutano baina ya nchi ya China na nchi kama za Japani na nchi kama ya Philippines, kwa kuzingatia kwamba nchi kama ya Philippines ina mvutano na nchi ya China, hasa kuhusiana na ishu ya bahari ya kusini mwa nchi ya China, kwa kuzingatia kwamba kesi yao ilikuwepo katika mahakama ya ICJ takriban kama mwaka 2024-2025, na maamuzi yaliyotolewa katika mahakama ya ICJ ilikuwa ni kwamba nchi ya Philippines ndiyo ina haki zaidi katika sehemu ya bahari husika, jambo ambalo China hawakulikubali. Lakini kutokana na maamuzi yaliyotolewa katika mahakama ya ICJ, maana yake ni kwamba ilikuwa inaipa fursa zaidi nchi ya Philippines kuwa na access na ile bahari katika mazingira kama utakuwa na ushirikiano masuala ya kiintelijensia na nchi ya Japan, automatically vile vile Japan watakuwa na access kubwa na bahari husika ambayo inazingatiwa ni moja katika bahari muhimu katika nchi ya China. Kwa hivyo kiujumla, maana yake ni kwamba hatua hii ya kuongezeka ushirikiano baina ya nchi ya Japan na nchi ya Philippines mpaka kufikia katika masuala ya kiintelijensia wakawa wanashare, maana yake ni hatua muhimu ambayo inazingatiwa kwamba baada ya kukosekana ile mlingoti uliokuwa umesimama wa nchi ya Marekani, hivi sasa nchi kama za Japan, nchi kama za Philippines zimeanza kuona kwamba kuna umuhimu wa kila namna ya wao kuweza kuongeza ushirikiano wao ili kukava sehemu ya gap ambalo wanaamini kwamba nchi ya Marekani haiwezi kutimiza au haiwezi kukava katika sehemu ya hilo gap. Achilia mbali sehemu ya ushawishi ambao unaonekana umepungua katika nchi kama za Ulaya na mfano wake, kiasi ambacho fikra nyingi za nchi ya Marekani zimekuwa zinapokelewa lakini haziendi katika utendaji. Mfano mzuri ni katika issue ya mgogoro baina yake na nchi ya Iran. Maana yake ni kwamba nchi za Ulaya, nchi kama za Spain sasa hivi zimekuwa zikitiwa adabu kama katika issue ya wale wahamiaji haramu ambao inaonekana moja kwa moja ni kama ushawishi wa Marekani uliongezeka katika nchi ya Morocco, na automatically ikaongezeka hiyo propaganda ya wale wahamiaji haramu kuingia katika sehemu ya Ceuta na mfano wake. Maana yake asili ni kwa sababu nchi ya Spain ilikuwa ikiipinga moja kwa moja fikra za nchi ya Marekani kuhusiana na mgogoro wake na nchi ya Iran. Hii ilikuwa vile vile ni alama ya kuonyesha kwamba sehemu ya ushawishi wa nchi ya Marekani ni kama imepungua, kwa sababu katika siku za nyuma kile anachoamua Marekani, manake nchi zote za Ulaya zilikuwa zikishikamana na hilo. Lakini kwa hivi sasa anachoamua Marekani manake ni kitu ambacho kinapimwa katika mizani kwamba jambo hili lina maslahi, linaweza likafatwa, lakini kama halina maslahi manake linaweza likaachwa. Tena linaachwa kwa matangazo kwamba hatuwezi kufata fikra ya nchi ya Marekani katika pointi hii na hii na hii. Kwa hivyo mgogoro baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran ni kama umekuja kuongeza spidi zaidi ya kuelekea kupungua zaidi kwa ushawishi wa nchi ya Marekani kulingana na hali ya dunia hivi sasa jinsi ilivyo. Lakini hali hii manake ni hali ambayo imeanza kuakisiwa zamani, kwanza kwenye mwaka takriban 2008 baada ya kuonekana kwamba nchi ya Urusi iliweza kuvamia katika sehemu ya Abkhazia na South Ossetia katika nchi ya Georgia na kuigawanya katika sehemu ya Abkhazia na South Ossetia katika mazingira ambayo nchi ya Marekani ilikuwa imeongeza ushawishi wake sana katika nchi ya Georgia. Na kile kinachofahamika mpaka sasa hivi, nchi ya Marekani ina taasisi, yani imekuwa ikisapoti taasisi takriban 36,000 takriban NGO ndani ya nchi ya Georgia kwa lengo tu la kuongeza sehemu ya ushawishi wake katika nchi ya Georgia. Katika mazingira namna hiyo, kwenye mwaka 2008 nchi ya Urusi iliona kuna umuhimu wa kuvamia katika nchi ya Georgia na kuigawanya kupatikana sehemu ya Abkhazia na South Ossetia ndani ya nchi ya Georgia. Baada ya Marekani kuonekana kwamba ilishindwa kwenda kuihami nchi ya Georgia, hii ilikuwa ni alama muhimu ya kuashiria kwamba nguvu ya Marekani hivi sasa inapungua, kwa kuzingatia baada ya kuanguka kwa nchi ya Urusi ile USSR kwenye miaka ya 90, hapa katikati kwa takriban miaka 14 mpaka miaka 15 hapakuwa na nguvu mbadala zaidi ya nguvu ya nchi ya Marekani. Lakini baada ya tukio lile tulilikuwa ni alama muhimu ya kuonyesha kwamba nguvu ya nchi ya Marekani hivi sasa inakwenda kupungua. Na movement hiyo imekuwa ikiendelea kuingia katika vita ile ya Afghanistan kwenye miaka ya 2000 mwanzoni mpaka kufikia katika kilele chake kwenye miaka ya 2019 2020 ilipoamua kuondoka, na serikali ambayo ilikuwa imekwenda kuipiga vita mwisho wa siku ndio hiyo ilikuja tena kutawala katika nchi ya Afghanistan. Zote zilikuwa ni alama za kuonyesha kwamba nguvu ya Marekani hivi sasa inaendelea kupungua, lakini kilele chake inaonekana kama hivi sasa ndio kipindi muhimu zaidi katika historia ya dunia, kwamba kutokana na Marekani kushindwa kufikia malengo yake katika vita ya Iran, maana yake ni kwamba kila dalili
ya kuonyesha kwamba sasa Marekani nguvu yake inazidi kupungua imeanza kudhihiri kwa hivi sasa. Kwanza, kuwekwa pembeni katika maamuzi muhimu kama ishu ya mlango bahari wa Hormuz, kiasi ambacho inafikiria kutengeneza ruti mbadala. Lakini jambo la pili, washirika wake kuanza kutengeneza mifumo ya tofauti na ule mfumo uliokuwa umeutegemea siku zote, mfumo wa nchi ya Marekani. Lakini vile vile hata ukija katika masuala tu ya kiuchumi, hivi sasa unaweza ukaona kwamba nchi ya Marekani katika ishu nyingi za makubaliano ya kiuchumi, hata ile safari ambayo viongozi wa nchi ya Marekani walifanya kuelekea katika nchi ya China, utaona kwamba ni baada ya kuonekana kwamba mvutano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya China unakosa suluhisho, kwa sababu Marekani ilikuwa ikiamini kwamba ikiweka pressure katika nchi ya China itafanikiwa kupata inachokitaka katika nchi ya China. Lakini kile kilichoonekana ni kwamba China ilisimama imara kiasi ambacho ilifikia hatua kwamba hakuna suluhisho isipokuwa watu wanatakiwa wakutane, wazungumze, mpaka ikafikia hatua wakaamua kutengeneza bodi ya biashara baina ya nchi mbili ili kuweza kupunguza sehemu ya mvutano, kwa kuzingatia kwamba manake Marekani hawezi kutumia tu pawa yake kuilazimisha China ifanye kile inachokitaka. Manake ni kwamba kila sababu hivi sasa zimeendelea kudhihiri za kuonyesha kwamba nguvu ya nchi ya Marekani imekuwa ikiendelea kupungua. Itapungua kwa muda gani na kilele chake itakuwa ni lini? Hili ni jambo ambalo bado tutakuwa tuna muda wa kuendelea kulitazama, na tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tutapata tafsiri itakayokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.